Hujambo mtazamaji wa BG Online TV hapo unapoendelea kutufuata kwa muda huu. Natumaini ya kwamba wewe unaendelea kuwa muheri wa afya. Mtazamaji, bado hujachelewa kusubscribe kwenye channel yetu ya BG Online TV ili kuendelea kupata habari zenye ukweli na sahihi kutoka maeneo ambayo unayotaka kuwa napata habari za eneo hilo. Mtazamaji, hivi sasa tupatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda huu ambako tunaendelea kuletea habari tofauti. Kwa leo tumeweza kuletea ukweli kwa kuweza kushinda vita vya M23 ambao wanasapotiwa na nchi ya Rwanda, ambako takwenda kumfuata mmoja kati ya makamanda kutoka nchini Rwanda. Ametoa siri kubwa ya kuweza kuvishinda vita hivi vya M23 ambao wanaendelea kusapotiwa na nchi ya Rwanda. Mtazamaji, kwenye kauli hiyo utakwenda kusikiliza mengi kutokana na vita hivi, kipi ambacho kinatakiwa kuweza kufanyika kwa kuweza kushinda vita hivi kwa muda mchache, kosa liko wapi la kutokushinda vita hivi, na mambo mengine utaweza kuyasikiliza ambayo ni muhimu wewe kuweza kuyafahamu. Pia mtazamaji, kwenye siku ya leo utakwenda kusikiliza raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kwa upande mmoja wameweza kukosoa kauli ya rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye. Fahamu kwamba rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye aliweza kuwataka wakongomani kuungana kwa pamoja na kumuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ili kuweza kushinda vita hivyo. Baadhi ya raia wamekosoa kauli yake rais Evariste Ndayishimiye, hasa pale alipotamka ya kwamba rais Felix Tshisekedi ni mshupavu kama vile Emery Patrice Lumumba, Laurent Desire Kabila na wengine washupavu ambao wameweza kuifanyia vizuri nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imeweza kupokelewa tofauti na raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, yote hayo utaweza kuyasikiliza kwenye siku ya leo kwenye habari hizi. Wacha nikukumbushe mara tena kwamba mtazamaji, kisha wewe kuweza kufuata mwanzo mwisho, inakuwa ni vizuri kuweza kusambazia wengine wa karibu yako ili nao pia waweze kufaidika na ujumbe huu. Kama tulivyokujuza kwamba utaweza kusikiliza ukweli wa kuweza kuvishinda vita hivi ambavyo vinaendelea kunyemelea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mashariki, ambavyo vinasababishwa na M23 na usapotiwa na nchi ya Rwanda. Na hivyo sasa kuna ukweli ambao umeweza kuwekwa wazi, au siri kubwa ambayo imeweza kuwekwa wazi ili kuweza kushinda vita hivyo. Moja kati ya makamanda wa uko nchini Rwanda ameweza kutoa siri ya kuweza kuvishinda vita hivi kwa muda mfupi. Basi na kukaribisha mtazamaji kwa kuweza kufuata mwanzo mwisho. Kagame hatashinda Wakongoma. Mimi Generali Major Mugisha Frank, Engineer de Guerre, naambia Wakongoma, Kagame kukamata Goma, kamata Nord Kivu na Sud Kivu, au kutaka kufanya barakanizasio, Kagame hana uwezo huo, isipokuwa pale hapa kamate anapewa zawadi, gift. Wakongomani mnamugawia. Tunaenda kufanya analyze, tuone makosa yanayofanyika ili Kagame pate zile eneo, na tuone tunaweza kurekebishaji ili Kagame achie zile eneo. Kosa linapatikana kwa wapangaji wa vita. Viti na mpangaji wa vita na mtekelezaji wa vita. Kupanga vita na raia naweza kuja kuhusika kuleta mawazo ya kupanga vita. Mfano Tshisekedi kae na raia na wanajeshi, viongozi, mawaziri, madepite, sawa. Lakini kupigana vita, kutekeleza vita, raia hahusiki. Kongo ina wapiganaji wazuri, watekelezaji wa vita wanaoipigana kwa matendo, hao wazalendo na FARDC. Lakini Kongo haina wapangaji wa vita wazuri. Kwa nini? Hadui anafatwa. Kila mtu anajua hadui ni Kagame. Kwa nini mpiganie kwenye ardhi yenu, wafe watu wenu, nyumba zenu zibomolewe, mali zenu ziibiwe, milipuko mikubwa ya mabomu ya makombora muisikie nyinyi? Ikienda kwa Kagame atajua. Kagame anamwaga mboga mwage ugali.
Wakongomani, hadui anafatwa. Nyinyi ndio mmebadilika hadui. Sheria ya jeshi inasema hadui tunamfuata, hadui hatumusubiri. Makosa ni haya, mnapigana convention or ile vita ya kupigana ukiwa umesimama. Inaitwa convention or, kambi zako zinajulikana. M23 ya RDF Kagame Paul inapigana guerrilla or mobile. Kile mtu hujui yuma anapanga kupiga wapi. Na akikupiga utakuwa hujajiandaa vizuri. Kwa kuwa hujajuleza ukapanga napiga Goma, akaenda kupiga Sake. Sawa? Ya, nina muda sichangie mawazo yangu kwenye mitandao ya kijamii. Ndiyo mimi General Major Mugisha Frank, Engineer de Guerre. Nina masomo ya kijeshi kutoka Amerika, Korea Kusini, Israeli, Royal Military Academy Uingereza, Urusi, Eritrea, Ethiopia, Sri Lanka, Philippines. Pia nakumbusha kwamba nilikuwemo kwenye ile vita ya AFDL. Kongo tuliwahi kuikamata yote. Kukamata Nord Kivu na Sud Kivu haimaanishi kwamba Kagame mfanya lolote. Huo kriminali anapiganisha Wanyarwanda vita ya ujinga, na vijana wetu wameisha. Sehemu zote ni misiba kila siku. Wanafanya misiba na hawajazika. Kilio tu fulani alifariki. Hawajua alikufa kifo gani, lakini nawaambia kiufupi Wanyarwanda wanapigana vita ya ujinga na kifo cha ujinga. Sipokuwa wanapigana na watu Wakongomani na nyinyi sana sana hao wakubwa mnapigana vita ya komersa. Mko kwenye komersa. Wengi hao wanawazia dhahabu, makampani, makamio ya kwao, mafactory, mabato. Hawawazii sana kukomboa mwananchi wa Nord Kivu na Sud Kivu. Lakini pia Kagame anamshinda sana Tshisekedi, lakini Kagame hajashinda Wakongomani. Lakini pia anasema kwamba Wakongomani muone kwamba kuna Kongo na Tshisekedi. Tshisekedi asiuze nchi mkiwa mnaona. Tshisekedi nakupenda, sijamaanisha unaiuza, lakini unavyovifanya ni kama na wewe ni msaliti. Kwa nini? Makosa yanayofanyika. Tuliwaambia wazalendo wapewe vifaa, wazalendo wapewe uniform, wapewe silaha, wakomboe nchi, lakini hamjataka. Lakini vita inayopigana, watekelezaji wa vita inawaumiza sana, kwa kuwa pangaji mnaipanga vibaya. Moto uelekee kwa hadui, kwa Kagame. Tuliwaambia M24 ndio itapiga M23. Tena sisi Wanyarwanda tuwasaidie ambayo tunapinga haya matendo ya Kagame. Mimi niliwaambia nina uwezo wa kupiga huyo hadui na kumshinda kwa muda wa miezi 3, siku 90. Hadi sasa M23 ina Goma, ina Bukavu, ina sehemu kubwa. Lakini nakwambia nipe vijana wa kizalendo tu, mimi nikomboe Kongo kwa muda wa siku 90. Nisipoikomboa mimi mje mniue nyinyi, si nitakuwa na nini? Nakwambia nina uwezo wa kupiga huyo enemy muda wa siku 90. M23 kama imefutika na RDF yake. Kongomani mna nguvu. Nguvu hizo ndizo zinawadanganya. Mna skoi, mna mizinga, hiyo ndio inawadanganya. Kongomani mnahitaji kuwa na tekniki, kwa sababu kubwa ya kushinda ni haki mnayo. Kongo ni ya Wakongomani, Mnyarwanda hadi kwa siku ya kiyama hata badilika Mkongomani. Mnyarwanda ni Mnyarwanda. Wanyarwanda wao wanajifanya Wakongomani kwa ajili ya mali ya Kongo. Watu wanaamuka wanajifunza Lingala, wanajifunza Kiswahili ili wabadilike. Hiyo ni vita ya wizi. Mwizi sasa ni halali yako kumuua. Kagame na malengo ya kutawala Afrika kwa Hima Empire, ampere Hima, ufalme wa Kitusi, Afrika itawale, baadhi ya nchi zigawanye, lakini naambia hata shinda. Kongomani mwanza kuonesha nguvu, society civil, raia wao wanaonyesha nguvu. Kagame amefungiwa misaada na nchi nyingi sana. Huyu muda sasa ndiyo muda wa kumupiga. Lakini utamupigaji wakati huu unapigana rivasi? Unapigana unarudi kwako, au ungepigana unaelekea kwa hadui? Usingekimbia unarudi kwako, unampa nafasi. Ungekimbia kwa kumfuata, ungekimbia kwa kufuata hadui. So, wandugu wa Kongomani, ushindi mnao. Lakini mkiona Lieutenant General Kayumba Nyamwasa, Mnyarwanda alipishana na Kagame hatukuelewana kakimbia. General Major Mugisha Frank mimi Mnyarwanda nilishindwa kuelewana na Kagame.
wakina majoro, wakina makoroneli wangapi mliona? Kwa nini msitafute ushirikiano na watu wanaomfahamu Kagame? Kwa nini msifate hadui kwake, enemy kwake? Kwa nini? Tutawahisi kwamba wenda kuna mipango mlipanga ya kumgawia Nord Kivu na Sud Kivu. Kwa nini? Alikamata Goma, akakamatiamo Mizinga, akakamatiamo mandege. Kwa nini hamkuvichoma angalau? Mtu namwachia uwanja wa ndege na mandege ni kama mmwachia zawadi. Kukamata Goma niliwachukia, ilionyesha kwamba kuna kitu ambacho kinapangwa, kuna mpanga ambao umo katikati ya waliokuwa wanapigana. Mhangalie vizuri, vita ni mchezo wa kifo, msiufanye komedi. Ikawa komedi, mkahatarisha maisha ya vijana, tukapoteza maisha ya wazalendo, tukapoteza maisha ya FARDC. Kumbe maslahi yenu binafsi au kwenye faida zenu. Kwa hiyo sasa tuhangalie vizuri. Wazalendo mnahitaji mafunzo, mkubali msikubali. Kongo itakombolewa na mwanasiasa mpya au mFARDC mpya. Kagame hajafanya lolote. Kutoka Goma au Bukavu kwenda Kinshasa kuna kilomita 2000. Kwa hiyo bado kuna bahati ya kumsimamisha na kumdhibiti huyo Kagame Paul. Lakini kwa hizi mbinu mkiendelea na hii tekniki hamutashinda. Paka mubadilishe tekniki. Vita ni mbinu, inahitajika mbinu mpya nyingine ya kushinda huyo adui. Kagame shakuwa adui wa Afrika, adui wa dunia, isipokuwa ni kibaraka wa beberu wazungu. Anawapelekea madini, anamwaga damu yetu ili awatajirishe wale wenyewe. Asanteni sana, tuendelee kuwa na ushirikiano imara na mawasiliano pia. Mtazamaji, kisha wewe kuweza kufuata kauli hiyo au siri hiyo ambayo imeweza kuwekwa wazi kwa kuweza kuvishinda vita hivyo dhidi ya M23, vile vile kauli ya rais wa nchi ya Burundi Evariste Ndayishimiye, ambaye alisema rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ni shupavu kama vile Laurent Désiré Kabila ni shupavu Emery Patrice Lumumba. Kauli yake hiyo imeweza kuchukuliwa tofauti na raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja kati ya raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alieleza haya kutokana na kauli ya rais Evariste Ndayishimiye. Heshima mheshimiwa rais wa Burundi. Mheshimiwa rais, nakuja kukujibu audio yako ambayo umetangazia Wakongomani kama vile wewe rais wa Burundi. Nakupa heshima zako, ila kitu kimoja ambacho nataka kuzungumzia mheshimiwa rais, unastahili heshima kama rais, ila umekosea nafasi moja. Shida za Wakongomani ni za Wakongomani. Burundi na shida zake, tafadhali mtegemee shida zenu huko Burundi, na Wakongomani wana shida zao. Sisi tuna shida zetu hapa Kongo. Kitu ambacho kimenigusa ni vitu viwili ambacho vinanituma ni kujibu. Ya kwanza na kujibu kwa kusema kama Felix Chilombo Tshisekedi, mtoto wa Etienne Tshisekedi ambaye ni rafiki yako, umesema kama yeye iko na esprit ya Lumumba, eti yeye iko na esprit ya mzee Laurent Désiré Kabila. Nikizani hapo umekosea sana mheshimiwa rais. Umekosea sababu wale wote ambao umesema hawakuwahi kugawanya Kongo. Hata rais marehemu mzee Laurent Désiré Kabila hakuwahi kukamata Wakatange akawapa poste zote za inchi kama vile rafiki yako Felix Chilombo iko nafanya. Ya pili ambayo nimesema tena nitakujibu, ambayo umekosea mheshimiwa rais, haifai kuwaza kama Burundi iko kama Kongo. Burundi muna kabila mbili, una Wahutu, Watusi na Kizani na Wambuti. Wambuti wako ndani ya nchi zote, ndio kabila tatu. Sasa sisi Kongo ni tofauti na kwenu Burundi. Kongo iko na zaidi ya kabila 450, donc 415. Sasa shida za Burundi usizilete Kongo. Kama huko Burundi muko na shida ya kabila mbili, sisi huko tuko zaidi ya 415. Donc hapana kutuleta zile shida za Burundi, unapenda kuzikontamine Kongo, surtout este ya Kongo. Ya tatu mheshimiwa rais, ambayo naongeza kutaka kukuambia kwamba kwa heshima yako mheshimiwa, sijakukosea na kudevoir heshima kama president wa republic, ila napenda nikupe pendekezo kukusahisha kidogo kuhusu na shida za Kongo. Umezungumzia mambo ya wazalendo. Wazalendo sio majeshi. Kabla wewe mheshimiwa rais ikale kwa hiyo kiti, naona ulikuwa jemadari. Wanakuita
Kwa terme moja crosseni yako wanakuitaga ambao ulikuwa ndani kwa jeshi, yamaanisha kwamba wewe ulikuwa jemadari na uko jemadari wa jeshi. Siku gani Burundi imewahi kuchangana na wa milisi, for example, kama vile wewe unasifu wazalendo? Wazalendo ni wa milisi. Kizani Burundi iko na jeshi ya serikali na haikubali milisi iwe ndani ya Burundi. Kwa nini wewe kama rais wa nchi, mheshimiwa ambaye unastahili heshima, unaweza kufelicite nchi ambayo rafiki yako Felix Chilombo iko na arme wa milisi? Wazalendo ni wa mai mai ambao hawapate mafunzo. Wengi ndani ya wazalendo 90% ni wa volume arme wa mwizi ambao wameshindikana kwa jamaa zao na wanashika silaha kwa pretext ya vita ambayo iko saa hizi, ila objective yao kubwa ni kubaka, kuiba mbuzi, kuiba ngombe na kuuaji kwa raia. Lakini mheshimiwa rais wa Burundi, iko aibu sana kusikia unafelicite rafiki yako Felix Chilombo Tshisekedi ambaye iko na arme wa milisi ambao wanainsekirize nchi. Mambo mengine yaangalia Kongo, na wale wa milisi wanaua wakaaji, FDLR inaua wakaaji, lakini hiyo haugusie mheshimiwa rais. Ikizani kwa maoni yangu binafsi, naona hapo hausaidie Kongo. Siasa hii ambayo iko nafanyika kwa Afrika ya Kati, naona mheshimiwa rais utamalizisha Warundi ndani ya shida za Kongo, makati adui ambaye amebomola Kongo ni Felix Chilombo Antoine. Nikizani mnaposikia audio hii mtaanza kutafakari, mnasema labda huyu amesema ni moja ya M23, sababu mtu yote akasema ambayo iko tofauti na maoni yenu mnasema iko M23. Mimi ni coordinator national wa chama kiitwacho Mouvement Article 64 MA64 ya katiba letu la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuko mouvement non arme. Ila hapo nimependa ni kueleweshe mheshimiwa rais, kosa kubwa ambayo umefanya mheshimiwa ni kukuwa na rais na rafiki kama Felix Chilombo. Nadhani ungewahi tena kutafakari, achana na Felix Chilombo. Mimi nakuzungumzia, nimewahi kuwa mshauri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya ofisi za presidency ya Kongo. Donc sikujibie kama mtu ambaye anajitokeza. Tena nimewahi kuwa ofisa ya jeshi, niliwahi kuwa kanali, kajiuzulu sababu ya ubaguzi ambao nilikutana ndani ya jeshi ya Kongo. Nimejiuzulu mwaka 2020. Nafanya miaka 3 natoka ndani ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya ubaguzi ambao iko ndani. Donc mheshimiwa rais, kabla hata marehemu Peter Nkurunziza awe rais, na tangu alikuwa anakuja kisasa, mimi nilikuwa nikimuona na nilikuwa nafuatilia kila kitu. Donc siko mgeni ambaye amejitokeza, najua mengi, najua masecret d'etat. Mheshimiwa, pokea shauri yangu hii ambayo mimi nakupatia. Mheshimiwa rais, kosa kubwa umefanya ke yako na kosa kubwa umefanya kwa Warundi ni kurafikiana na rais ambaye amebomola wa Kongomani. Ukasifu, ukaendelea kusifu rais Felix Tshisekedi. Sisi tunajiuliza sasa, mheshimiwa rais Ndayishimiye, rais wa Burundi, namna gani umefikiri, namna gani ukakamata parkuru yako wewe kama vile jemadari wa jeshi la Burundi, ambao chama kama hicho cha madaraka na mheshimiwa marehemu rais Peter Nkurunziza amekuachia madaraka, unaenda kusifu rais huyu Tshisekedi Chilombo ambaye hana parkuru zako. Hakuwahi kuwa jeshi. Felix Chilombo hakuwahi kuwa hata nyumba 10, mheshimiwa rais wa Burundi. Felix Chilombo hana adrese Kinshasa, hana adrese Kongo, hakuwahi hata kuluwe nyumba ya $10, mheshimiwa rais wa Burundi. Sasa wakati tunasifu mtu ambaye hana parkour, tunajua unamsifu sababu anakupa mapesa, na hizo pesa zinaacha unatuma jeshi la Burundi waje wateketee Kongo kwa faida ya business yako na Felix unaoisha wa Burundi, majeshi ya Burundi. Hii vita ambayo unaanza kusifu ya ukabila wa Hutu Watusi, jameni mheshimiwa rais, hiyo vita ibakiliane huko Burundi. Sisi Kivu hatuna haja ya hiyo. Kongo ina historia yake na Burundi ina historia yake. Mheshimiwa rais wa Burundi, sikukosea adabu mheshimiwa rais, ila nimependa nikupe pendekezo hili uweze kuongoza Warundi na uwalinde, na tunawapenda sana, ila shida za Burundi sizo shida za Kongo. Na ufikirie kwa mwisho kama conclusion ambao nafikisha mwisho ni kusema kwamba ulichagua rafiki mubaya. Felix Chilombo ni rafiki mubaya, utakuja kumuona baadaye wakati umekosea. Atakudanganya na atakuacha. Mheshimiwa rais, unajua siasa nyingi zaidi yangu mimi. Kwa kuwa wewe ni rais, mimi bado sijakuwa rais. Uweze kubadilisha siasa yako
pale umekosea ni kuwa rafiki wa Felix. Felix sio rais, sisi hatumjui kama rais. Kama nyinyi huko Burundi mtampa medali ya kukuwa mtu ambaye anafanana Lumumba na mzee Laurent Desire, hiyo inaangalia Burundi, ni medali za Burundi na urafiki wenu, lakini sisi Kongo hatujui Felix Tshilombo kama rais. Iko illegitime, hakuchaguliwa mwaka 2019, hakuchaguliwa mwaka 2023, ni rais mwenye ubaguzi. Sijui kama mheshimiwa rais wa Burundi, na wewe huko Burundi unakamata kabineti ya presidency unatia bandugu yako, batoto ya Muyomba, batoto yako, sio hivyo mheshimiwa. Lakini rafiki yako Felix huko hivyo vinafanyikwa. Kila poste yote ministeriel ubia ya securite, kila mahali, hata ku bank ni wandugu zake wa kabila lake la Waluba. Kongo tuna zaidi ya kabila 415. Donc kwa hiyo mheshimiwa rais, namna nyinyi mnasifu Felix Tshilombo ni kwa namna yenu, kwa interest zenu, lakini sisi wa Kongomani hatumtaki Felix Tshilombo. Kongo itabakia Kongo na amani itaendelea kuwa. Nasema Mungu akubariki. Tena ninakusifu kila mara wakati naona unaenda kanisani, unapiga magoti, unamuomba Mungu. Nawaza mheshimiwa rais hapo utaweza kuomba Mungu msamaha. Huko kwenu mna makabila kidogo, huku tuna makabila nyingi. Donge kwa hiyo mheshimiwa, naomba Mungu akuwezeshe, Mungu akulinde. Ni mimi Tumaini Bia Mungu Eli, coordinateur national ya mouvement révolutionnaire article 64 MA 64, kwa mouvement ya katiba yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama unasoma article 64 ya katiba yetu ya Kongo, utaona mahali mouvement yetu iko mouvement legitime. Asante na shukuru. Mtazamaji, hatuna budi ya kushukuru wewe kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho kwa siku hii ya leo. Ila tunakuomba tukutanani kwenye habari zetu na vipindi vyetu vingine kwa hapo baadaye. Twasema kwaheri.